kweli. Sasa tukijielekeze moja kwa moja huko Ulaya, mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ambako Johan Bogstam, mjumbe maalum wa Umoja wa Ulaya kwa kanda ya Maziwa Makuu, ana wasiwasi kuhusu hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anahitimisha ziara ya siku nyingi nchini humo, ikiwa ni ziara yake ya 7 katika kanda hiyo tangu alipoteuliwa katika wadhifa wake mnamo Septemba mwaka 2024. Ingawa Johan Bogstam, mjumbe maalum wa Umoja wa Ulaya AU kwa kanda ya Maziwa Makuu, anakaribisha majadiliano yanayoendelea huko Doha na Washington, anabainisha hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inatia wasiwasi sana. Inanipa matumaini makubwa kufuata juhudi za Marekani na Qatar katika mchakato wa amani huko Doha. Umoja wa Ulaya unatoa msaada wake, hilo liko wazi. Kwa upande mwingine, ninaposafiri pia katika kanda hiyo, nimezungumza na wakimbizi wa Kongo. Kwangu mimi, ninachojifunza kutoka kwa hili ni kwamba kwa bahati mbaya kuna mgawanyiko mkubwa na mtengamano kati ya hali halisi ya kidiplomasia kwa upande wa umoja na hali halisi mashinani kwa upande mwingine. Kwangu mimi, hii pia inaangazia umuhimu wa Umoja wa Ulaya kuunga mkono kikamilifu michakato hii ili malengo ya mazungumzo yatimie. Ameweza kueleza hayo. Hata hivyo, Johan Bogstam pia ana wasiwasi kuhusu hali ya kibinadamu. Umoja wa Ulaya unatoa wito wa kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa Goma, angalau kwa ndege zinazosafirisha misaada ya kibinadamu. Pande zote katika eneo hilo zina majukumu yaliyo wazi. Ni muhimu sana kwamba uwanja wa ndege wa Goma ufunguliwe tena, hata kwa kiwango kidogo, kwa watu wanaoteseka mashariki mwa Kongo, kuwezesha safari chache za ndege za kibinadamu, kuonyesha watu walio eneo hilo kwamba kuna kitu kinachotokea. Hatupashi kupuuza umuhimu wa safari za ndege, hata hivyo, hata zile za mfano. Amethibitisha hivyo mkurugenzi huyo kutoka Umoja wa Ulaya. Hii ni MWK. Kweli.